Mtu aliyekamatwa kufuatia tukio la ufyatuaji risasi lililotokea Jumamosi, Aprili 25 mwaka 2026 wakati wa hafla ya waandishi wa habari wa Ikulu White House Correspondents' Dinner jijini Washington, ametambulika rasmi kuwa Nicole Thomas Allen, mkazi wa eneo la Los Angeles, kwa mujibu wa maafisa na vyombo vya sheria nchini Marekani. Tukio hilo lilizua taharuki kubwa katika hafla hiyo ya kila mwaka inayowakutanisha viongozi wa kisiasa, wanahabari na watu mashuhuri kutoka sekta mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa za awali za uchunguzi, Allen mwenye umri wa miaka 31 anaishi Torrance, California, mji wa pwani ulioko katika eneo la South Bay karibu na Los Angeles unaopakana na huba ya Santa Monica. Wachunguzi wanaamini kuwa alikuwa miongoni mwa wageni waliokuwa wamefika katika hoteli ya Washington Hilton Hotel ambako hafla hiyo ilikuwa ikifanyika kabla ya kutokea kwa tukio hilo la ghafla. Mkuu wa polisi wa Columbia alieleza kuwa bado uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo pamoja na motisha wa mshukiwa. Hadi sasa mamlaka hazijathibitisha iwapo tukio hilo lilikuwa na malengo ya kisiasa au lilitokana na sababu binafsi. Hata hivyo, hatua za usalama zimeimarishwa zaidi, huku wachunguzi wakichambua ushahidi kutoka eneo la tukio, ikiwa ni pamoja na kamera za ulinzi na ushuhuda wa mashahidi. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kupitia mitandao ya kijamii na nyaraka za kitaaluma, Allen anaonekana kuwa ni mtu mwenye wasifu wa kipekee kitaaluma. Inadaiwa kuwa ni mhitimu wa California Institute of Technology, moja ya vyuo vinavyoongoza duniani katika masuala ya sayansi na teknolojia, ambako alihitimu shahada ya kwanza ya uhandisi wa mitambo mwaka 2017. Taasisi hiyo imethibitisha kuwa mtu mwenye jina hilo alisoma na kuhitimu hapo mwaka huo. Aidha, inaeleza kuwa Allen alipata shahada ya uzamili katika sayansi ya kompyuta kutoka California State University, Dominguez Hills mwaka 2025, jambo linaloonyesha mwelekeo wake wa kitaaluma kuelekea teknolojia na ubunifu wa kidigitali. Katika maisha yake ya kikazi, Allen amekuwa akifanya kazi katika nyanja tofauti zinazohusiana na elimu na teknolojia. Kwa miaka kadhaa alihudumu kama mwalimu wa muda katika taasisi ya C2 Education, kampuni binafsi inayojishughulisha na maandalizi ya mitihani na kuwasaidia wanafunzi wanapojiandaa kujiunga na vyuo vikuu. Kulingana na taarifa za mitandao ya kijamii, alitambuliwa kama mwalimu bora wa mwezi Disemba mwaka 2024 katika ofisi ya Torrance, jambo linaloonyesha mchango wake katika sekta ya elimu. Mbali na kufundisha, Allen pia alikuwa akishughulisha na utengenezaji wa michezo ya kompyuta kama mbunifu huru, independent game developer, akichanganya taaluma yake na uhandisi na sayansi ya kompyuta. Wasifu wake wa LinkedIn unamwelezea kama mhandisi na mwanasayansi wa kompyuta kwa taaluma, mtengenezaji wa michezo ya kompyuta na mwalimu kwa kuzaliwa, kauli inayodhihirisha mchanganyiko wa taaluma na shauku zake binafsi. Katika uzoefu wake wa awali kazini, Allen aliwahi kufanya kazi kama mhandisi wa mitambo kwenye kampuni ya IJK Controls iliyoko South Pasadena kwa muda wa takribani mwaka mmoja. Baadaye alihudumu pia kama mkufunzi msaidizi katika Caltech, akihusika na kufundisha au kusaidia katika masomo ya uhandisi. Pamoja na wasifu unaoonekana kuwa wa mafanikio na utulivu kitaaluma, tukio la ufyatuaji risasi limeibua maswali mengi kuhusu hali ya kisaikolojia ya mshukiwa huyo pamoja na mabadiliko yote yaliyoweza kutokea katika maisha yake kabla ya tukio hilo. Wachunguzi wanachunguza historia yake ya mawasiliano, mienendo ya mitandaoni pamoja na mahusiano yake binafsi ili kupata picha kamili ya kilichosababisha tukio hilo. Kwa sasa Allen anashikiliwa na vyombo vya usalama huku akitarajiwa kufikishwa mahakamani baada ya uchunguzi wa awali kukamilika. Tukio hili limezua mjadala mpana nchini Marekani kuhusu masuala ya usalama katika hafla za kitaifa pamoja na udhibiti wa silaha, hasa katika mazingira yenye mikusanyiko mikubwa ya watu mashuhuri na viongozi wa kisiasa. Huku uchunguzi ukiendelea, mamlaka zimehakikisha wananchi kuwa hali ya usalama iko chini ya udhibiti na hatua kali zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayebainika kuhusika na tukio hilo au kusaidia kwa namna yoyote. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe,
like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.